Barra sebali nyumena taro. Esa ko baba sa pitu mo achana. Mane nyumena so mo impatro. Manu. Ndio record ya Mike Dad. Kata huyu kichwa. Waandishi za mkamera mwana. Wait. Shule ndio system yangu. Wenda kunikata kichwa. You are highly Jesus. You are highly. Pasa kusura. Hapa ni jioni iliyojema kama shule ya Makiuli. Hapa tunanyenyekea miguuni pako tukisema asante. Hapa asante kwa uhai ambao umetupa. Hapa asante kwa kutuonea huruma tukafika siku ya leo. Sio kwa nguvu zetu bali imekarimu mkono wako, imekarimu uwepo wako tukaiona siku ya leo. Tuna sababu ya kukushukuru na hata kukuinua. Tuna sababu ya kukupa sifa zote. Ijapo sisi wanadamu ni watenda dhambi, sio maanishi tumekutenda dhambi kutojua, na kwa kujua tumekutenda dhambi kwa mawazo. Hapa labda hata tumetenda kinyume na mapenzi yako. Tunanyenyekea miguuni pako Baba, tukiomba ukatusamehe, watu ukatutakase ili tukakubaliki katika ibada ya siku ya leo. Tunaalika tuwepo wako, tunaalika Roho wako Mtakatifu ya kwamba kawezi kutawala katika ibada ya siku ya leo. Na tafadhali nacho wa siku ya leo na mkabidhi mikononi mwako, ya kwamba mtumie tu kama chombo kwa sababu ya neno lako. Wacha Jehova nishi mahali hapo kayafanye kuwa madhabahu yako ili mkaweze kukuona. Tunanyamazisha tu kila nguvu, kila maruza kutuma na kuinuka nguvu za wajawi na wakati wa maruza hapa tunanyamazisha ya kwamba sitabahu katika Kristo. Achilia tuwepo wako, tawala kila mmoja aliye mahali hapa, watu kaweze kufungua nata masikio yake ya ndani ili akaweze kusikia neno lako. Hapa nata likamjenge katika ujana wake, nata katika uzee wake. Hapo wacha tu tukakuone siku ya leo. Pokea sifa, pokea utukufu wote, na kwa Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Wakati huu tunataka kumwalika wetu ili akapate kualika mnenaji wa siku ya leo na kuendelea neno la Mungu. The Son of God in our midst, colleagues and students. Good evening. Bwana asifiwe. Amen. I want to thank God for the moment He has given us. Kidogo tu. Kidogo. I want to thank God for the moment He has given us to be in His presence. It is true we came to Machuade, we go to class, we teach you, but whatever we give you will only sustain you on this earth. But what you are going to be fed on this evening is what will carry you beyond the grave, before the Maker, and we shall be able to present ourselves. And therefore this is a very defined moment for each one of us, knowing that on this world we are only sojourners. A time comes, we pack and go. The only difference is, how shall we go? So kindly let us be keen and listen to the word of God. The Bible tells me that the word of God can never be brought in vain.
it must accomplish the very reason it has been set forth. And how I pray that with heaven of God, we shall be able to have the Rhema word, the word of the season, that God may be able to uplift Machuele Secondary School. We want to raise the altar of God. Any other contrary altars, we pull them down in Jesus' name. That He shall reign right from the gate to the offices, to the classrooms. Let there be confusion in the camp of the enemy, that our God may reign now and forevermore. Therefore, let me pray. Abba Father, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, behold, this evening we are in your presence. My Father, I want to pray for the Rhema word, for the revelation of your word, for the understanding, O King of glory, that as your servant stands, it is not him, but it's him clothed with you. Give him the word of the season, and may the miracles and the signs that follow this word, may they be accomplished in the name of Jesus Christ. My Father, some trust in chariots, others in horses, but blessed are we this evening who trust in the name of the Lord. That as he stands in your word, prove your word real, glorify your Son Jesus Christ, that at the end of the session, all the honor and glory shall go back unto you. Listen, Machuele, unto the voice of God. Submit unto the Lordship of God, because you have been created by God Himself. Lord, have your way. Be revealed, be manifested in our midst. And it is in Jesus' mighty name I have prayed and believed. Amen. Welcome, sir. Before Machuele Secondary School, we have the staff, and we are humbled for your guest coming here. Thank you. May God overshadow you in Jesus' name. Thank you. Praise God. Amen. I'm deeply humbled to be before you this evening. I thank God who has enabled me to be with you. Praise God. I live as an example. I was once also in a class like you. I had dreams and hopes. But it reached a time when my dreams were shattered down. Amen. Bwana sifiwe. Inua mkono tuone. Najivunia kuwa Machuele kwa maana Mungu ni Mungu. Nimesema mimi ni ushuhuda. Nimewahi somea Machuele. Na huwa naambiwa our record, especially in the mathematics, niliyopata haijawahi funjwa. But when I reached the high school in Bungoma High School, serikali ilikuwa inanilipia karo. Lakini corruption ilianza zamani. After my form 2 nikaenda form 3 wakaninyang'anya. Then it was a time I dropped out of school. Lakini kabla nitoke nilienda Kakamega kwa Mr. Ashtiba, he was my principal that time. Na kuna mama mmoja akanitabiria kwa matanga, akasema Philip, na kuona unaenda mahali. Nikajificha. Nikasema anaongea Philip Yopi. Akasema na kuona unatembea nchi mbalimbali. Na nawaambia ilifanyika after dropping out of school when I was in form 3 that time. Nikatoka, nilipoenda nyumbani nikaitwa, nikapelekwa Bible school. Then it was my time. Nikatumwa after training of 3 years, nikaenda Nigeria. Kutoka kule nikatumwa Rwanda. Then I saw my dreams coming true. Wanafunzi, jioni ya leo nataka niwatie moyo. Nataka niwaletee neno hili kwa upole. Pengine umekuja hapa kimsaa, usije kimsaa. That's why I want to touch one topic in this book, chapter 7. The important guidelines of life. The important guidelines of life, chapter 7.
nataka nikuse tu vipengo vinne vilivyonileta mahali nilipo. Kuwa hapa, hivi vitu vinne vilinipepa. Na nikimalizia vitu vinne hivi, vitu sita hivi, then taleta fast of the day. Na hapo ndipo naamini wewe pia uko hapa utanisikia, na pengine utaenda itakuokoa. Kipengele cha kwanza, when you are alone, mind your thoughts. Ukiwa peke yako, jiangalie sana fikra zako. Kuna wanafunzi, wakati nilipokuwa shuleni, kulikuwa na wenzangu walikuwa na misaa sana. Walikuwa wakitazama matama amevaa vizuri, wanaanza kumfanyia msaa. Wakiona mwanafunzi mwenzao amevalia pengine kwao ni maskini, amepika kiraka, wanamchekelea. Lakini nilikuja nikafunzwa, kwa maana nilikaa na nyanya. Alikuwa amenipa mawaidha, akaniambia, unaposimama na mwenzako, unapochunga inayokutoka kinywani mwako, unacheka kesho yako. Sasa nataka niwaambie, ukiwa peke yako, jaribu kukimbiza your dreams, maono yako. Unatamani uwe vipi kesho yake? Unapokuwa shuleni, jiangalie ni wapi unataka uwe siku ya mwisho. Kwa maana chakula na suluhisho iko katika kinywa chako. Mamlaka na nguvu yanatokana na wewe. Mimi yalinisaidia, kwa maana sikukata tamaa. Kuna wakati nilikuwa na wasia hata ningejitoa uhai. Lakini kitu moja kiliniambia, unatumaini. Na hiyo nguvu ya kuwa na tumaini ilinibeba ikanileta nilipo sasa. Second, when you are with friends, mind your tongue. Unapokuwa na marafiki, hii inakusa mpaka sisi maaskofu, inakusa walimu. Unapokuwa na wenzako, angalia ulimi wako. Unanena mawasia gani? Yawezekana utafikiria unanena mambo mazuri, kumbe unanena sumu itakayokumaliza. Jipime sana kwa yale mambo unayoyanena. Jiangalie sana kwa undani. Kama hauna la kunena, unyamaze. Kwa maana mimi nilijifunza hayo. Ningeenda mahali watu wamekaa, ningekaa chini, na natolewa kule chini na letwa mbele. Unapochunga ulimi wako utatambulika. Hakuna mpumbavu dunia hii. Bali unapoangalia suluhisho maisha yako, unapochukua hatima yako, utaifikiria. Vijana mlio form 4, form 3, nataka niwaambie, mwache kuroboka. Mwache kunena. Hawa walimu kama wazazi wana baraka juu yenu. Anapokunenea, sikiza. Usipohitaji kujibu, usijibu. Na kuna wakati mwingine itakufikia utake kujibu, na uona una maneno yasiyo na manufaa, nyamaza. Na utapata ya kwamba utafika kilele cha maono yako. Kwa maana baraka ya walimu hawa na baraka ya wazazi itakupeleka mahali. Unapokupalika hapa, neno linaniambia hata mbinguni unakupalika. Unapotadauliwa hapa na kunenwa maovu, hata mbinguni Mungu anakasirika. Nataka niwaambie jioni hii, iwe tofauti sana na pengine ipata ambayo umekuwa naso kila wakati. Kwa maana nataka mfanye uamuzi majuele hii, tutokee katika vichwa vya matangazo, tutokee katika shule zingine wanenee. Wacha watoe mifano juu yenu. Na watakapo watolea mifano juu yenu, na wampia kuna ukumbusho utapatikana mahali hapa. La tatu, when you are angry, mind your temper. Unapokuwa na hasira, hata mwenzako amekukosea, jiangalia hasira yako. Jaribu kuangalia mwisho wa hasira yako itasalisha nini. Kuna wengine wamekasirika hata wakamweka tamu. Kuna wengine wamekasirika wakaacha shule. Na ukienda kuwafuatilia sasa, ukiwafuata, unapata ni wao wanaofuta pangi. Ni wao wanaowakapa watu na kuwanyang'anya mikopa yao.
ni heri ungelichukua njia iliyo salama. Pima hasira yako. Kuna wengine wamepitana na wazazi kwa sababu ya hasira. Kuna wazazi, kuna wakati mwingine wanawatema, wanawanenea maneno yanawaumiza, na kwa hasira unafanya vitu visivyo vya maana. Nataka niwatie moyo jioni ya leo ya kwamba kuna lengo tunataka tuame. Sema amen. Amen. Tunataka tufanye nini? Tuame. Tupime hasira zetu. Mwenzako anapokuchokoza muachie Mungu. Kwa maana neno lasema unapomwachia Mungu utakuwa umemtia makaa kwenye kichwa chake. Mwenzako anapokunenea mambo maovu, haya yanaenda kutokea kwa wanafunzi mpaka kwa walimu. Kuna wale wanawakalia nyuma chini wakiwanenea, wakiwarushia mishale, wakiwarushia sumu iwayo, wakiangalia sana, wakiacha ya kuwao, wakichunguza ya wengine. Heri tuame na tuame kwa hasira. Na inasema when you are with a group, mind your behavior. Hii imeniumiza mimi sana. Nimeenda kwa vikao vikubwa, unapata hata maaskofu wana tabia behavior. Hasa kuna wengine wana tabia